Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA, sisi ndio tunasimamia eneo kubwa la uhifadhi kuliko taasisi nyingine zote za wanyamapori hapa nchini. Kwa kusimamia eneo lile kubwa, maana yake pia tunakuwa jirani zaidi na wananchi. Kwa hiyo wanyama wanaweza wakatoka maeneo ya hifadhi kwenda kwenye maeneo ya wananchi. Hilo ni jukumu letu, kuhakikisha wanyama wale wanadhibitiwa na kurudishwa hifadhini. Kwa hiyo sasa, kwa upande wa serikali imejipanga kuongeza nguvu ya udhibiti. Kwanza tunashukuru serikali imetuongezea askari. Tumepokea askari 661 kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini pia kama TAWA tunashirikiana na askari wanyamapori wa vijiji, wanaitwa VGS. Tunao askari wanyamapori wa vijiji katika maeneo yetu yote, tunafanya nao kazi kuhakikisha wanyamapori wanadhibitiwa, warudi kwenye maeneo ya hifadhi, wasilete madhara kwa wananchi. Lakini pia inapotokea wanyama sasa wamekwenda kwenye maeneo ya wananchi, tunatoa elimu kwa wananchi namna gani ya kuepuka madhara kutokana na hao wanyama. Wasiwakimbilie wale wanyama, wasiwafanyie makelele, wasiwazinge, wasiende kupiga nao picha. Jukumu lao ni kutoa taarifa kwa haraka ili askari wafike. Katika kuimarisha udhibiti sasa, kwa sababu wanyama wanakwenda maeneo mbalimbali ya mtawanyiko, mengine ni mbali na vituo vyetu vya kazi. Serikali imetupa fedha ya kujenga vituo 14 kwa ajili ya udhibiti wanyamapori wakali na waharibifu. Na hivyo vituo sio vya kwanza, tunavyo vituo vingine 18. Kwa hivyo vinakwenda kuongezea tu, hiyo 14 inaongezea ile idadi. Kwa maana sasa askari watakuwa wako jirani zaidi. Tunaloliomba kwa wananchi ni kutoa taarifa haraka. Tumebandika namba za wakuu wetu wa vituo kila maeneo jirani na wananchi. Tunaomba wananchi kwanza wazingatie elimu wanayopewa na wataalamu wetu. Pili, wazitumie zile namba kwa mawasiliano ya haraka ili askari waweze kufika. Askari hawa mbali ya kujenga vituo, wana magari, wana pikipiki, kwa sababu kuna maeneo mengine barabara zetu gari haiwezi kufika. Kwa hiyo kwa kutumia pikipiki wanaweza kuwafikia wananchi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo katika kuongeza udhibiti, sasa hivi tunakwenda kutumia mbinu mbalimbali. Tunaongeza matumizi ya drones, ndege nyuki, kuhakikisha wanyama hasa tembo wanarudishwa kwenye maeneo yao ya hifadhi. Tunakwenda kujenga vizimba. Serikali imetupa fedha ya kujenga vizimba. Hivi ni kwa ajili ya mamba. Maeneo yale ya mito na maziwa, yale maeneo hatarishi, ili wananchi wawe na sehemu ya kuchota maji kwa usalama bila kupata madhara kwa mamba. Lakini pia katika matumizi ya teknolojia, sasa hivi kwa mara ya kwanza serikali imetoa fedha ya kujenga uzio. Fedha hizi zimetolewa na mfuko wa uhifadhi wa wanyamapori Tanzania TWPF. Tunaenda kujenga uzio wa kilomita zaidi ya 100 katika upande wa magharibi wa pori la Akiba Maswa. Pori hili kwa upande huo linapakana na vijiji 39. Majina naitwa Mhifadhi daraja la pili JR Sikalengo. Tuko kwenye kikao kazi maalum kabisa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya uhifadhi, ikiwemo udhibiti wa ujangili, lakini pia udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu wanaojitokeza kwenye maeneo ya wananchi. Lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba maisha ya Tanzania hasa ambao wanazunguka maeneo ya hifadhi yanakuwa salama, kwa sababu serikali pia inatia msisitizo kuhakikisha kwamba uhifadhi unakuwa ni uhifadhi rafiki na sio ule uhifadhi ambao unasababisha maumivu kwa wananchi. Lakini kimesisitizwa kwamba tuone namna ya kubadilishana uzoefu, kwa sababu tumekutana kutoka sehemu mbalimbali ambao tunashughulika na kudhibiti hayo matukio, na hivyo basi sisi kama wataalamu tunabadilishana uzoefu na kuona ni mbinu ipi hasa tuitumie ambayo inaweza kuleta ufanisi